Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Bana, Tanzania tumefuzu bana. Tanzania tumefuzu hatua ya 16 bora kama best loser. Mara baada ya timu nyingi msimu huu kushindwa kuvuna points za kutosha. Kwa hiyo Tanzania tunafuzu katika hatua inayofuata kwa kukusanya alama 2, kwa maana tumepoteza mchezo mmoja dhidi ya Nigeria, tukatoka sare dhidi ya Uganda, tukatoka sare dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Inatupeleka katika hatua ya 16 bora. Kwetu sisi ni furaha, ingawa kocha bado tutakuwa tunaendelea kuzungumza kuhusiana na aina ya wachezaji ambao anawapanga. Na leo tumeshinda kwa mbinde kweli kweli, kwa sababu amepanga mabeki wengi na lengo ni kufanikiwa, lakini ni mara baada ya kutoka hiyo sare ya 1-1, lakini mwisho wa siku kwenda katika hatua ya 16 bora katika historia ya kandanda Tanzania. Tunapata nafasi hiyo ya kwenda hatua 16 bora mara baada ya hiyo sare ya pili. Uganda wamefungwa leo na Nigeria. Nigeria anaenda akiwa na pointi 9. Tunisia anaenda akiwa na pointi 4. Mechi alishinda dhidi ya Uganda, akafungwa na Nigeria, akaja katoka sare na Tanzania. Lakini ukiangalia kina Sudan huko mambo yalivyokuwa, kina Mozambique namna ambavyo mambo yamekuwa, wao timu nyingi zimeshindwa kwenda. Kwa hiyo Tanzania ukiangalia ndio timu ambayo walau ina points nyingi zaidi, kwa maana points 2 kuliko timu zingine. Kwa hiyo best loser tunapata nafasi ya kwenda katika hatua hiyo. Kwetu ni furaha na ni shangwe kubwa sana kuona tunafanikiwa kwenda huko, ingawa tutaendelea kuzungumza wachezaji muhimu kama kina Kibu Dennis. Mechi ilikuwa inawataka hawajacheza. Tumepata taarifa kama Morris Abraham ameumia mazoezini, leo hajapangwa. Ili pia tumeona Shomari Kapombe dakika ya 94, dakika ya mwisho kabisa ndo ananyanyuliwa. Ile ni dharau kabisa, kumdharau mchezaji mkubwa kama Shomari Kapombe. Mimi kwangu tumeenda hatua 16 bora, lakini kocha Miguel Gamondi kuna kazi kubwa sana ya kufanya na kuna hoja nyingi sana ya kuweza kujibu. Ni kwamba tumeenda kwa individual brilliance ya mchezaji moja moja. Faisal Salum kafunga goli la mbali, shuti la kuamua. Lakini ukiangalia wachezaji kama kina Kibu Dennis, mchezaji mwenye nishati, ana uwezo mkubwa sana, hajapangwa na hajacheza kabisa mechi zote. Ile mechi iliyopita walao dhidi ya Nigeria alicheza dakika chache sana, lakini hajacheza kwenye hizi mechi mbili. Utajiuliza sababu ni nini hasa? Shomari Kapombe hajapangwa, Yusuf Kagoma hajacheza, Morris hajacheza kabisa. Lakini pia mwalimu leo tumeona amepewa dakika chache, ameingia pale, na tuliona uhai namna ambavyo alikuwa anawapa tabu mabeki wa timu ya Tunisia hawapandi. Kina Dylan Brown tukaona namna ambavyo walikuwa wanapambana, kina Talbi wakiwa chini pale walipokuwa wanapambana kumzuia Selemani Mwalimu alipokuwa anawapa pressure. Kwa hiyo tumeenda, lakini kocha anapaswa kubadilika, asitengeneze uyanga kwenye timu, kwa maana kwamba wachezaji wa Simba eti ni wachezaji tu wa mbadala, kwa maana ni wachezaji ambao pengine ni wachezaji ambao hawana maana, kwa sababu haiwezekani mtu kama Shomari Kapombe hata wakati amenyanyuliwa alijisikia vibaya kabisa, hakutaka hata kumwangalia Gamondi, kwa sababu muda anaoingizwa ndio muda ambao tunaenda kucheza foul, na wakati huo mechi ndio ilikuwa inaenda kumalizika, kwa sababu ziliongezwa dakika 4 mara baada ya dakika 90 kumalizika. Shomari Kapombe anaingizwa dakika ya 94. Imagine. Asitengeneze chuki. Hii timu ya taifa ni timu ya wachezaji wote. Sio kwamba tunapigania wachezaji, hapana. Tunajua ubora wao. Tunajua kila mmoja ameitwa kwa ajili ya kwenda kucheza, sio kwa ajili ya kwenda kushangaa pale mataa. So tumeenda, lakini tumeenda kwa msaada wa best loser, hatujaenda kwa nguvu zetu, tumeenda kwa msaada wa best loser, na hii ni mara baada ya kupata points 2. Kwa hiyo tunaenda kwa points 2, tusijivunie sana. Tarehe 4 Januari tunakutana na timu ya taifa ya Morocco katika hatua 16 bora. Hapo ndo tutajua maji na mafuta na tutajua mwendo wetu unaendaje, kwa sababu unakutana na Morocco ambao ndo waandaaji wa hii michuano. Morocco akina Brahim Diaz, Morocco akina Yusuf El Kaabi, akina Yusuf El Nasri, Morocco ya watu kweli kweli ile. Kina tayari ameshapona. Mtu anaitwa Ashraf Hakimi tayari ameshapona. Ina nyota wengi sana wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo sisi tarehe 4 Januari tutaenda kujua hatima yetu. Tunaenda kufanya nini dhidi ya Morocco na kipi ambacho tutaenda kukiongeza. Hicho ndicho ambacho pengine tunasubiria kukifanya. Lakini
Kwangu utaendelea kulia na kocha Gamondi. Anapaswa kujua kuwa na selection imara. Anapaswa kujua muda gani anapaswa kuingiza wachezaji. Leo Simon Msuva alichoka sana. Yani alikuwa anatembea tu uwanjani. Hali ilikuwa mbaya. Mabula ni mchezaji mzuri sana kwa sababu tenki lake limejaa mafuta, anaweza akapanda akashuka, lakini passing accuracy, apigi pasi ambazo zimenyooka. Haji Mnoga alichoka kabisa, lakini Shomari Kapombe unaye kwenye bench. Novatus Miroshi hali ilikuwa mbaya, lakini bado Kagoma yuko nje, hapati nafasi. Lakini angalia maeneo mengi tu wachezaji wengi walikuwa wanarukaruka. Yani kiusema ukweli kocha huyu asipobadilika na akatuambia sababu hasa ya kuwapiga wachezaji wengine bench, wachezaji ambao sisi tunajua ni wa maana, yeye atuambie kwamba yeye ndo anaona sana mazoezini ama inakuwaje, kwa sababu hii ni michuano ya AFCON. Tunataka kuona wachezaji wote wanapata nafasi katika ubora wao, kwa sababu sio kwamba eti wanakaa benchi ndo hawajui, no. Wanajua sana. Issue ni kwamba hawapangwi na wapewe nafasi ya kucheza. So my point is tumefanikiwa kwenda hatua 16 bora, lakini bad selection. Kikosi ambacho anakipanga mwalimu Gamondi ndo hicho. Kaukani Kuvai anatia mabeki watano. Baka, Job pamoja na Mwamnyeto. Baka leo kasababisha penalty, kampiga mtu roba kasababisha penalty pale. Kwa nini? Na ni kwa sababu wamekaa kwa ajili ya kujilinda. Yani tunaingia kwa ajili ya kwenda kujilinda dakika 90. Huo sio mpira na tumeshavuka hizo level za kuanza kuogopa kiasi hicho. Leo Tunisia hawakuwa katika ubora wao, lakini angalia Baka namna ambavyo amekuwa akicheza hizo foul nyingi. Kwa sababu gani? Tumeweka mabeki watano. Unaweka mabeki watatu wakati, alafu unaweka mabeki wawili wanaenda kucheza kama wingbacks. Alafu juu pale Mabula anacheza na Miroshi. Hali imekuwa mbaya, kuna nje na wachezaji wengine. Poor selection, lakini pia aache kubagua wachezaji. Aache roho mbaya ya kukunjia wachezaji, kwa sababu mwisho wa siku wachezaji wakikata tamaa, next time ukimuita anaweza asije. Mtu kama Kapombe kuna kipindi Kapombe alishawahi kususia timu ya taifa. Kwa nini? Kwa sababu alipata majeraha na hajatibiwa. Alipata majeraha kwenye timu ya taifa na hajatibiwa. Simba ndo akamtibu mpaka jamaa akapona. Lakini leo unakaa naye bench. Yani Kapombe na Nova na Haji Mnogas, nani wa kuanza? Haya. Charles Mombwa alifunga goli dhidi ya Nigeria, lakini utashangaa kaa nje. Idi Nado hajacheza kabisa mpaka leo kwenye hii mechi. Mtu kama Msindo ndio leo amepewa nafasi ya kucheza. Alafu hiyo ndio future tunayotengeneza kwenye msimu wa 2027 AFCON. Kama wachezaji hawa ambao tunawasema hapa, wengine wana umri mdogo kama kina Morris Abraham, kina Yusuf Kagoma hawachezi, kina Wilson Nangu, unategemea tunaenda kutengeneza AFCON 2027 namna gani kama wachezaji hawaonje hata exposure, hawapati hata nafasi ya kucheza na kati si ubora wao tunajua. So Gamondi asitengeneze hizo namna ambavyo watu wanaweza kumchukulia na wakamfikiria vibaya. Muhimu tumeenda hatua 16 bora, ni rekodi tumeiweka, lakini kwa best loser hatujaenda kama tumeshinda eti, hatujashinda mechi yoyote. Ni sare ya Uganda na sare ya Tunisia. So tumeenda kwa best loser, lakini kocha must be very careful, ajue kutumia wachezaji, ajue muda gani wa kupanga wachezaji, ajue kuwa na opponent wako anatakaje, muda huu unatakiwa ni muingize nani na vitu kama hivyo. Hakuna haja ya kusema leo atacheza tu wachezaji wa timu fulani. Hapo sio anatengeneza matabaka. Inakata kumweka mtu kama Kapombe dakika 94. To me it was not necessary kwa Kapombe kuingia muda ule. Haikuwa sawa kabisa. So Gamondi must change. Gamondi anapaswa kubadilika sana, aache utukutu. Kila mchezaji anapaswa kucheza timu ya taifa. Hii ni timu ya taifa, lakini pia angalia timing yako kwamba muda huu unamuingiza nani. Kibu anaweza kwenda kusukuma sana, anaweza kwenda kupushi sana, lakini hapangwi. How? Inashangaza sana. Endelea kusubscribe, gusa alama kengele hapo. Tumefuzu hatua 16 bora kwa best loser. Tunaenda tarehe 4 Januari dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.